Katika kipindi hiki ambacho dunia imejaa taarifa za haraka na klipu ambazo zinasambaa kila dakika, watu wengi wameanza kujiuliza swali moja kubwa. Je, dunia inaelekea kwenye vita ya tatu ya dunia? Mitandaoni, video na maoni mbalimbali vinaonyesha wasiwasi mkubwa. Baadhi ya watu wanaamini kuwa vuguvugu linaloendelea kati ya Irani na Israeli linaweza kuwa mwanzo wa mgogoro mkubwa zaidi. Wengine wanasema historia inajirudia. Taarifa za mashambulio, kauli za viongozi wa mataifa na ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi mbalimbali zimeongeza taharuki. Hali hii imewafanya watu wengi kuanza kulinganisha matukio ya sasa na yale yaliyotokea wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Kupitia maelezo haya, tutachambua mitazamo ya watu. Tutaangalia taarifa kutoka vyombo mbalimbali vya habari duniani. Tutaangalia ni nani anasimama upande wa Irani na nani anaungana na Israeli. Na pia tutaangalia namna baadhi ya watu wa imani wanavyotafsiri matukio haya kwa mtazamo wa kiroho. Lengo ni kupata picha pana ya kile kinachoendelea bila kuendeshwa na hofu, bali kwa uelewa. Baada ya kuongezeka kwa mvutano kati ya Irani na Israeli katika miezi hivi karibuni, hali ilianza kubadilika ghafla pale ambapo mashambulio makubwa yalipotokea ndani ya Irani. Na baada ya mlipuko ya kwanza kusikika, taarifa zilianza kusambaa kupitia vyombo vya habari vya kimataifa. BBC News ikaripoti kuwa mashambulio ya anga yaliyokuwa yamelenga maeneo muhimu ya kijeshi ndani ya Iran. Ripoti hizo zikasema kuwa hali ilikuwa bado inachunguzwa, huku vyanzo vya usalama vikitoa tahadhari. Na wakati huo Al Jazeera ikaeleza kuwa operesheni hiyo ilihusisha mashambulio ya kimkakati yaliyolenga miundombinu iliyohusishwa na ulinzi wa taifa. Kituo hicho kikasema kuwa tukio hilo lingeweza kuwa na athari kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Na nchini Marekani, CNN ikaripoti kuwa maafisa wa ulinzi waliokuwa wakifuatilia hali hiyo kwa karibu, huku wachambuzi wa kisiasa wakionya juu ya uwezekano wa majibu ya kijeshi kutoka Iran. Kwa upande wa Israeli, The Jerusalem Post ilichapisha taarifa zikieleza kuwa hatua hiyo ilihusishwa na mkakati wa kuimarisha usalama wa taifa dhidi ya vitisho vilivyodaiwa kuwepo. Na baada ya muda kupita, taarifa zikaanza kuonyesha jambo moja kubwa zaidi. Kiongozi mkuu wa Irani alikuwa ameathiriwa vibaya katika tukio hilo. Vyombo vya habari vya ndani vikaripoti kuwa tukio hilo lilitokea wakati wa mkutano wa usalama wa juu. Na baada ya kugundua kifo chake, hali ya majonzi na taharuki iliongezeka ndani ya nchi. Wananchi walikusanyika katika maeneo mbalimbali, huku viongozi wa kisiasa wakitoa kauli za kulaani mashambulio hayo. Kwa upande mwingine, mataifa yanayoiunga mkono Israeli yalisisitiza haki ya kujilinda na kuchukua hatua za kiusalama panapohitajika. Kauli hizi zote zilionyesha wazi kuwa dunia ilikuwa imegawanyika katika mitazamo miwili tofauti. Wachambuzi walianza kulinganisha hali hii na matukio ya kihistoria yaliyowahi kupelekea vita vikubwa, pale ambapo tukio moja likapelekea kichocheo cha kuunda makundi ya siasa na kijeshi. Na mvutano ulivyoendelea kati ya mataifa haya mawili, swali kubwa lilianza kuulizwa duniani: nani yupo pande gani? Kwa maana katika siasa nyingi za kimataifa, mataifa mara nyingi huunda ushirikiano kulingana na maslahi ya kiuchumi, kiusalama na kisiasa. Kwa upande wa Israeli, taifa hilo linaungwa mkono waziwazi na United States, ambaye ni mshiriki wake mkuu wa kijeshi na kisiasa kwa miongo kadhaa. Marekani imekuwa ikisaidia Israeli kwa msaada wa kijeshi, teknolojia ya ulinzi na ushirikiano mbalimbali. Na pia mataifa kadhaa ya Ulaya yaliyo ndani ya NATO yanaonyesha kuunga mkono haki ya Israeli kujilinda
ingawa baadhi yao yanasisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano. Kwa upande mwingine, Irani imekuwa ina uhusiano wa karibu wa kisiasa na majeshi ya Russia pamoja na China katika masuala ya kimkakati. Mataifa haya mara nyingi yamekuwa yakisisitiza kupinga hatua za kijeshi na kuhimiza mazungumzo ya amani. Katika eneo la Mashariki ya Kati, Irani pia ina uhusiano na makundi na mataifa yanayoshirikiana nayo katika masuala ya usalama wa kikanda. Na ushirikiano huo umeifanya hali ya kisiasa kuwa tata zaidi. Hali hii imewafanya wachambuzi wengi kuanza kulinganisha makundi haya na yale ya vita kuu ya pili ya dunia. Katika vita kuu ya pili ya dunia kulikuwa na kundi la Axis likiongozwa na Germany, Italia na Japan. Na upande wa pili palikuwa na United States, United Kingdom na Soviet Union. Tofauti kubwa ni kwamba katika vita vya zamani makundi yalikuwa wazi na yameandaliwa rasmi kabla ya vita kuanza. Na katika hali ya sasa makundi haya ni ya kimkakati zaidi, yanajengwa juu ya ushirikiano wa kiusalama na maslahi ya muda mrefu, si mikataba ya wazi ya kuanzisha vita. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa ikiwa mataifa makubwa yataingia moja kwa moja katika mapambano, mgogoro huo unaweza kubadilika haraka na kuwa wa kimataifa. Ndio maana baadhi ya watu mitandaoni wameanza kutumia neno vita ya tatu ya dunia, wakiona mlinganyo wa makundi na ushirikiano kama ishara ya historia kujirudia. Kadri mvutano ulivyoendelea, viongozi wa mataifa mbalimbali walianza kutoa matamko rasmi wakijaribu kupunguza hofu huku wakilinda maslahi ya nchi zao. United States, rais wao alisema kuwa taifa lake litasimama imara kuilinda Israeli, lakini pia akahimiza kuepuka hatua ambazo zinaweza kupelekea vita vikubwa zaidi. Kauli hiyo inaonyesha msimamo wa kuunga mkono mshirika huku ikijaribu kuzuia kuongezeka kwa vita. Kwa upande wa Russia, viongozi wake walionya kuwa kuendelea kwa mashambulio kunaweza kuhatarisha utulivu wa kikanda na kimataifa. Walisema kuwa umuhimu wa mazungumzo ya amani badala ya kuongezeka kwa hatua za kijeshi. Serikali ya China nayo ilitoa wito wa kujizuia na kuhimiza pande zote mbili kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Kauli hiyo ilionyesha msimamo mmoja wa kuepuka mzozo mpana unaoweza kuathiri dunia. Katika Ulaya, viongozi kadhaa walizungumzia kupitia mikutano ya kimataifa, wakisema kuwa umuhimu wa kupunguza mvutano. Baadhi yao walikumbushia historia ya vita kuu ya pili ya dunia, wakisema kuwa mara nyingi matukio makubwa huanza kwa matukio madogo. Wakati huo huo, katibu mkuu wa United Nations alitoa wito wa haraka wa kusitisha mashambulio na kuanza juhudi za amani. Alionya kuwa dunia haiwezi kumudu vita vingine vikubwa katika kipindi hiki cha changamoto za kiuchumi na kijamii. Hata hivyo, licha ya kauli za tahadhari, mitandao ya kijamii iliendelea kuchochea mjadala. Watu wengi walianza kuuliza, je, kauli hizi ni juhudi za kweli za kuzuia vita au ni hatua za muda tu kabla ya mgogoro kuongezeka? Baadhi ya wachambuzi wa kisiasa walieleza kuwa hofu ya vita ya tatu ya dunia mara nyingi huongezeka pale mataifa makubwa yanapohusishwa moja kwa moja katika mgogoro mmoja. Lakini pia walikumbusha kuwa dunia ya leo ina mifumo mingi ya kidiplomasia inayolenga kuzuia vita vya kimataifa. Na swali kubwa limebaki, je, ushirikiano wa siasa wa kimataifa utasaidia kuzuia vita au utaimarisha mgawanyiko wa makundi kama ilivyotokea katika historia? Wakati viongozi wakitoa kauli za tahadhari na diplomasia,
mitandao ya kijamii ilikuwa na hadithi tofauti kabisa. Hashtag zinahusiana na vita ya tatu ya dunia zilianza kusambaa kwa kasi. Video za milipuko, ramani za makundi ya kijeshi na uchambuzi wa haraka ulianza kusambaa, na ndipo ukapelekea kuunda taswira kwamba dunia iko kwenye ukingo wa vita kubwa.